Kama kawaida kila siku asubuhi Ayo TV na kuletea uchambuzi wa magazeti ya siku, na leo ikiwa ni siku ya Alhamisi ya tarehe 6 ya mwezi wa 4 2017, tunakuletea zile kubwa zote ambazo zimeandikwa na magazeti ya Tanzania, tukiwa na magazeti ya Hard News, michezo pamoja na udaku. Na karibisha sana, jina langu naitwa Alice Tupa. Na moja kwa moja kwa siku ya leo tukianza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, katika ukurasa wa mbele kuna habari kubwa kabisa inayosema Mwakembe kumbana Makonda maswali 9, asema tukio la uvamizi Clouds ni la jinai, hivyo haliwezi kuachwa lipite bure. Na habari hii tukiangalia kwa ndani zaidi katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe, nasema waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Dr. Harrison Mwakembe amesema kuna mambo 9 ambayo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda atatakiwa kuyatolea ufafanuzi kuhusiana na tuhuma zinazomkabili za kuvamia kituo cha television cha kampuni ya habari ya Clouds Media. Dr. Mwakembe alisema hayo wakati wa mahojiano na gazeti la Nipashe kwenye viwanja vya bunge mjini Dodoma jana, muda mfupi baada ya spika wa bunge kusitisha shughuli za chombo hicho cha kutunga sheria hadi leo saa 3 asubuhi. Nipashe ilitaka kujua kinachoendelea kuhusu uchunguzi dhidi ya Makonda, ambaye kamati ya watu 5 walioundwa na aliyekuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Nape Nnauye ilitoa ripoti ikidai mkuu wa mkoa huyo alivamia kituo cha TV cha Clouds akiwa na askari wenye bunduki na kutoa vitisho kwa wafanyakazi wa kituo hicho. Kamati hiyo ilidai kubaini Makonda alifanya hivyo ili kulazimisha vitendo vya mwanamke anayedai kuzaa na askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima Josephat Gwajima rushwa hewani. Na katika majibu yake Dr. Mwakembe alisema swala hilo ni zito na haliwezi kuachwa lipite bila kuchunguzwa na kuchukuliwa hatua stahiki, huku akiendelea kuikosoa ripoti ya kamati ya Nape ambayo amekuwa akisisitiza haijakidhi matakwa ya kikatiba na sheria kwa kushindwa kumhoji Makonda. Dr. Mwakembe alisema mkuu wa mkoa huyo atahojiwa kwa mambo 9 yanayohusiana na tukio hilo. Hili ni swala zito maana linahusisha uvamizi ambao ni kesi ya jinai, alisema Mwakembe ambaye ni daktari wa sheria na waziri wa katiba na sheria mpaka wiki 2 zilizopita. Kuna vitu 9 ambavyo upande wa pili wa Makonda utaulizwa. Dr. Mwakembe hata hivyo alikataa kuvitaja vitu hivyo 9, huku akisita pia kutaja tarehe ambayo Makonda atahojiwa. Upande wa kwanza Clouds TV tayari umeshahojiwa na ripoti tunayo, upande wa pili nao tutauhoji wenyewe, pengine una hoja, alisema Dr. Mwakembe. Na ili kukizi matakwa ya kikatiba na kisheria ni lazima tuuhoji upande wa pili. Hili swala kama nilivyotangulia kusema ni la jinai, lazima mtuhumiwa apate haki ya kujitetea. Ukifika mahakamani, hata yule mwenye kesi ya mauaji lazima tumpatie wakili hata kama tuna uthibitisho kwamba ameua. Ni maelezo hayo ya Dr. Mwakembe, na aliendelea kwa kusema hata teua kamati nyingine ya kufuatilia jambo hilo, bali yeye na viongozi wenzake watakuwa kamati hiyo ili kuhoji upande wa pili kisha kupeleka taarifa kwa wakuu wake ambao ni waziri mkuu, makamu wa rais na rais mwenyewe. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa 3 wa gazeti la Nipashe. Tukiangalia habari zingine ambazo ni katika ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe, nasema Chadema kotini ubunge EALOA, na habari hii kwa ndani zaidi nasema chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimeamua kwenda mahakamani kufuatia mvutano uliosababisha kukwama kwa wagombea wake wawili wa bunge la Afrika Mashariki EALOA. Mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe alisema wameamua kuchukua hatua hiyo baada ya kile alichodai kuwa ni kupindishwa kulikofanywa ili kukwamisha wateule wao Ezekiel Wenje na Lawrence Masha. Na katika uchaguzi huo Masha na Wenje walitangazwa kupata kura chache zisizotosha. Kwa sababu hiyo wabunge 7 kati ya 9 kutoka Tanzania walitangazwa kushinda uchaguzi huo, wakiwemo 6 wa Chama cha Mapinduzi CCM na 1 wa Chama cha Wananchi CUF ambaye pia ni wa upinzani CUF na Chadema. Walidai vile kuwa walipitishwa kwa kupindisha taratibu ili kukidhi matakwa ya chama tawala. Akizungumza nje ya bunge, Mbowe alisema hajaridhishwa na matokeo hayo na kwamba waliokuwa wakiwatafuta ni wawakilishi wa nchi, sio vyama vya siasa. Habari hii pia unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la Nipashe. Habari nyingine katika ukurasa huu wa pili nasema mbunge alivyogongwa na bodaboda kulazwa, na
habari hii kwa ndani zaidi inasema wabunge wawili wamenusurika kifo baada ya kuparamiwa na kujeruhiwa na mwendesha pikipiki walipokuwa wakivuka barabara wakitokea bungeni mjini Dodoma jana. Mmoja kati ya wabunge hao amelazimika kuwaishwa kwa ndege katika hospitali ya Muhimbili jijini Dar es Salaam kwa matibabu zaidi. Wabunge waliokumbwa na ajali hiyo ni Aida Henani, viti maalum Chadema, na mbunge wa Donge Sadifa Juma Hamisi CCM. Kamanda wa polisi mkoani Dodoma Lazaro Mambosasa alithibitisha kutokea kwa ajali hiyo, lakini alidai kuwa bado hajapata taarifa ya kimaandishi kuhusu tukio hilo. Alipotafutwa na gazeti la Nipashe kwa njia ya simu jana jioni, Sadifa alisema ajali hiyo ilitokea saa 5 asubuhi baada ya kumalizika kwa kipindi cha maswali na majibu bungeni. Alisema walipata ajali wakati wabunge wakitoka nje ya viwanja vya bunge baada ya shughuli za bunge kusitishwa hadi leo saa 3 asubuhi. Ni habari hiyo pia ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la Nipashe. Habari nyingine tukiziangalia ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe zinasema wabunge walivyopania bajeti ya waziri mkuu, ambapo kwanza kuna elimu. Baadhi wamejipanga kuibana serikali kuhusu changamoto za elimu, wanadai lugha gongana kimombo kwa baadhi ya wagombea ubunge. EALA ni ushahidi kuna tatizo. Lakini pia kuna utawala bora, ambapo utekelezaji wa dhana ya utawala bora ni jambo linalotajwa kuwa sehemu ya hoja moto za wabunge. Milioni 50 kila kijiji mtaa. Wapo waliopania kuikomalia serikali ieleze utekelezaji ahadi ya kugawa milioni 50 kwa kila kijiji kila mtaa. Vile vile kuna Farujoni, ambapo sakata la Farujoni linatajwa kuwa sehemu ya mtaji wa maswali ya baadhi ya wabunge. Vile vile kuna ukata mitaani, ambapo kilio kuhusu ukata na madai ya kupungua kwa mzunguko wa fedha mitaani ni chanzo kingine cha maswali moto. Tukimalizia na jambo jingine ni bei juu vyakula huduma, ambapo wapo waliojipanga kuibana serikali kuhusu bei ya juu ya vyakula, bidhaa na baadhi ya huduma. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa 8 wa gazeti la Nipashe. Mashahidi 30 kujenga kesi ya Dr. Mvungi ni habari nyingine hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 5. Lakini pia kuna habari ya michezo inasema Yanga yasema mbinu kuwaua Waarabu. Hizi ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 32 wa gazeti hili la Nipashe. Na habari hizo zote hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa mbele unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Gazeti la Habari Leo kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele kuna habari kubwa inasema mpango wa elimu bure wafanikiwa 100% ni utafiti wa Haki Elimu. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa 3 inasema taasisi ya Haki Elimu imepongeza serikali kwa jitihada zake za kuhakikisha ruzuku zinazopelekwa shuleni kwa ajili ya wanafunzi kutekeleza sera ya elimu bure katika shule za msingi imefikia 93%, huku kwa shule za sekondari zikipata ruzuku zaidi ya matarajio kwa 15%. Aidha imeeleza kuwa kumekuwepo na changamoto kadhaa katika utekelezaji wa sera hiyo iliyoanza mwanzoni mwa mwaka huu, ikiwemo kushindwa kueleweka kwa wadau wa elimu na hata kwa wazazi, ambapo 45% ya walimu wakuu waliamini gharama zote za shule zingelipwa na serikali. Akizungumza katika uzinduzi wa ripoti ya utafiti kuhusu elimu bure jana jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mtendaji wa Haki Elimu John Kalage alisema utafiti huo ulifanyika katika wilaya za Mpwapwa, Njombe, Sumbawanga, Kilosa, Korogwe, Tabora mjini na Muleba, ukihusisha shule 28 za msingi na 28 za sekondari. Kalage alisema wahusika wakuu katika utafiti huo ni walimu wakuu wa shule, wazazi pamoja na walimu, ambapo washiriki 910 walifikiwa. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa huu wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Habari nyingine inasema Chadema ya banwa yenyewe ya vimba, uchaguzi kurudiwa, washauriwa kufuata taratibu sheria. Na habari hii tukiangalia katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili la Habari Leo inasema siku moja baada ya wagombea wawili wa bunge la Afrika Mashariki EALA kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kupigiwa kura za hapana na wabunge wengi wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeelezwa uchaguzi huu utafanyika upya. Katika matokeo yaliyotangazwa baada ya uchaguzi huo, wagombea wa Chadema Ezekia Wenje na Lawrence Masha walipata kura nyingi za hapana na hivyo kushindwa kuingia katika orodha ya bunge wateule wa EALA. Na msimamizi wa uchaguzi huo ambaye pia ni katibu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Thomas Kashilila, pamoja na kutangazwa Wenje na Masha kushindwa kupata nafasi za uwakilishi katika bunge hilo, pia walitangaza waliopenya kutoka vyama vya CCM na CUF. Akizungumzia nini kitafuata baada ya bunge kufikia
uamuzi huo katika uchaguzi uliofanyika na kukamilika saa 7 usiku wa kuamkia jana, Dr. Kashilila amesema uchaguzi huo utafanyika upya. Uchaguzi uko pale pale, utafanyika siku na wakati wowote baada ya Chadema kufuata taratibu za uchaguzi kwa kuleta wagombea watatu badala ya wawili kama walivyofanya awali, alieleza Dr. Kashilila, na kuongeza kuwa endapo watazingatia hilo na kuwasilisha kwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC majina matatu na baadaye majina hayo yakiwakilishwa kwenye ofisi ya spika, basi uchaguzi huo utafanyika mara moja. Kimsingi nafasi za wabunge wawili waliosalia ili kukamilisha idadi ya wabunge 9 wanaotakiwa kuwakilisha Tanzania katika bunge la Afrika Mashariki ni za Chadema. Kwa hiyo wanaosubiriwa ni wao kufuata utaratibu wa kibunge. Wakati msimamizi huyu akisisitiza hilo, mwenyekiti wa Chadema Taifa Freeman Mbowe amesema chama hicho kitarejesha majina hayo mawili kwenye NEC na bungeni. Kimsingi tutarejesha majina yale mawili kwa NEC na spika, wakipiga tena kura za hapana tutarejesha tena na tena hadi haki itakapotendeka, alisema Mbowe. Mbowe alisema kanuni na taratibu za uchaguzi wa EALA zipo wazi na kwamba zinataka pale wagombea kutoka katika chama cha siasa wanapokuwa sawa ni idadi ya viti vinavyogombewa kupitia chama hicho, basi watambuliwe kuwa wamepita bila kupingwa. Hoja hiyo ya Mbowe ilipingwa vikali na Dr. Kashilila na Spika Job Ndugai, waliosema haijawahi kutokea hivyo katika historia ya bunge hilo tangu kuundwa, kwani hata pale wagombea wanapokuwa sawa na viti vinavyogombewa upigwa kura ya ndio au hapana kwa wabunge kuhojiwa. Chanzo kimoja cha habari ambacho hakikutaka kutaja jina lake kilisema uongozi wa Chadema ulikuwa katika mchakato wa kufikisha swala hilo mahakamani endapo litaendelea kukwama katika ngazi ya bunge ili kutafuta tafsiri ya kisheria kutoka katika mhimili huo mwingine wa dola. Hata hivyo, msimamo huo wa Chadema umeendelea kupingwa na wadau mbalimbali wa masuala ya demokrasia nchini wakiwemo wabunge. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa 8 wa gazeti la Habari Leo. Habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Habari Leo zinasema safari kuondoa marori daya Iva, ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa pili. Lakini pia kuna habari inasema mbaroni kwa kuua, jeshi la polisi kanda maalum wa Dar es Salaam linamshikilia mkazi wa Sinza kwa tuhuma za mauaji ya mpenzi wake. Vile vile kuna habari inasema Mongela asema jukwaa la biashara kuhamasisha uwekezaji, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 3 na wa 9 wa gazeti la Habari Leo. Na pia kuna habari ya michezo inasema Serengeti Boys, makamu wa Rais Samia Suluhu Hassan amewataka Serengeti Boys wasitarajie miujiza, washinde mechi zao ndani ya dakika 90. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Habari Leo. Na gazeti la Mwananchi pia kwa siku ya leo tukiangalia katika ukurasa wa mbele kuna habari kubwa inasema uchaguzi EALA wa vuruga Ukawa, CCM na msajili, ambapo Chadema yasema uchaguzi wote ni batili tangu mwanzo, yafichuka kuwa Magdalena Sakaya anatambuliwa rasmi kukaimu nafasi ya Maalim Seif, kikao cha Ipiku rekodi ya escrow ya kumalizika usiku mwingi. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa 4 na wa 5 wa gazeti hili la Mwananchi. Tukiangalia habari nyingine zinasema vitendo kauli zilivyowaponza wateule wa Rais Magufuli, ni habari ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa 7. Vile vile kuna habari inasema tajiri yaeleza siri ya kwa wanawake wawili ndani ya siku 2. Na habari hii tukiangalia kwa ndani zaidi inasema kwa Javani Bidogo, wale wanaosema penzi aligawanyiki ni kama wanaamini msemo uliopitwa na wakati. Bidogo mwenye umri wa miaka 42 ameweza kuligawa penzi lake kwa wanawake wawili ambao aliwaoa ndani ya siku 2 na kwenda nao fungate nje ya nchi kabla kurejea nchini ambako sasa anaishi nao nyumba moja. Ndoa ya zaidi ya mke mmoja si jambo la ajabu, lakini Javani Bidogo na wake zake wawili waliibua mijadala takriban wiki moja iliyopita baada ya picha zao za harusi kurushwa kwenye mitandao ya kijamii. Nimedumu na wanawake hao kwa miaka 2.5 katika uchumba kabla sijawaoa, alisema Bidogo na alipoongea na mwandishi wa gazeti la Mwananchi mara baada ya kuwasili uwanja wa ndege wa kimataifa Dar es Salaam Jumatatu. Sikutaka kuwakosa wote kwa kuwa ninawapenda kwa dhati, ndio maana nikafanya maamuzi. Nilizungumza na Asha mwenye umri wa miaka 34 akakubali, na pia Elvas mwenye umri wa miaka 21 ambaye naye akabariki hilo. Kwa kuwa walikuwa chumba zangu kwa muda mrefu, niliona ni sahihi na nina haki kisheria. Bidogo amemudu kuligawa penzi lake kwa wake zake wawili, na ndivyo alivyofanya hata katika sherehe ya harusi hizo 2. Alioa mke wa kwanza Machi 25 na siku iliyofuata alioa mke wa pili. Gazeti la Mtanzania pia kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema elimu bure imekwama, haki elimu shilingi 100,000 hadi 1,500,000 kwa mwezi haziwezi kutatua matatizo ya msingi.
msingi. Ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mtanzania. Vile vile kuna habari inasema ubunge EALA kiza kinene, ni habari ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa 4. Jinsi Pampers zinavyosababisha ugonjwa wa figo kwa watoto, ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 3. Pia kuna habari inasema mtuhumiwa akiri kulipwa shilingi 30,000 kushiriki mauaji ya Dr. Mvungi. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa 25 wa gazeti la Mtanzania. Na habari zote ambazo tumeziangalia katika ukurasa wa gazeti hili la Mtanzania unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Gazeti la Uhuru kweli daima kwa siku leo katika ukurasa wa mbele habari kubwa inasema uchaguzi wa bunge EALA, wasomi wanasiasa waikosoa Chadema ni kwa kuendekeza ubinafsi, kutozingatia sheria na jinsia. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Uhuru. Kamanda Sirro wataka watuhumiwa wa dawa za kulevya wajisalimishe, ni wale waliotajwa na RC Makonda. Ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 4. Vile vile watuhumiwa mauaji ya Dr. Mvungi wakiri kushiriki tukio hilo, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Uhuru. Mchumi BOT asema deni la taifa linavumilika, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 3. Dr. Shenia watoa hofu wakulima wa karafuu. Vile vile kuna habari inasema shahidi aeleza alichoambiwa na Scorpion. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika gazeti la Uhuru na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Gazeti la Tanzania Daima sauti ya watu kwa siku leo limeandika Chadema kuliburuza bunge kotini, wapinga wenje, Masha kupigwa kura za hapana, chuki za tawala wa bunge CCM Ukawa. Ni habari hiyo ambayo inapatikana katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Tanzania Daima. Lakini pia elimu bure majanga tupu, haki elimu ya baini changamoto lukuki, wadau wapinga, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 5. Na pia kuna habari inasema joka lazua kizaza kwenye daladala, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Na habari hii tukiangalia kwa ndani zaidi inasema taharuki ilizuka ndani ya daladala linalofanya safari zake kati ya Kibamba na Makumbusho jijini Dar es Salaam baada ya kuonekana kwa nyoka aina ya chatu na kusababisha abiria kukanyagana wakigombea kutoka ndani ya daladala hiyo. Taharuki hiyo ilitokea juzi saa 12:45 jioni katika daladala zenye namba za usajili T 184 DDJ lilokuwa linakaribia eneo la Kibamba Darajani wilayani Ubungo jijini Dar es Salaam. Wakizungumza na Tanzania Daima kwa nyakati tofauti, abiria waliokuwa ndani ya daladala hilo alisema tukio hilo la kutisha lilisababisha abiria kutaka kuruka kati ya daladala hiyo ikiwa kwenye mwendo kasi. Vurugu na heka hizo zilisababisha abiria kugombea kuruka kwenye mlango tena bila kujali kama gari hilo lilikuwa kwenye mwendo mkali, kitendo kilichohatarisha maisha yetu, alisema mmoja abiria aliyekuwa ndani ya gari hilo, jina lake limehifadhiwa. Abiria huyo alisema joka hilo lilokuwa likihaha lilizidisha taharuki, huku abiria wanawake na watoto wakipiga kelele kuomba msaada. Abiria huyo alisema kilichosaidia abiria wengi kushindwa kuruka ni kondakta daladala hilo kufunga mlango, ingawa alikuwepo waliokuwa kiruka kupitia madirishani. Ni habari hii ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa 3 wa gazeti la Tanzania Daima. Vile vile kuna habari inasema Maalim Seif aionya Rita, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 3. Mashahidi 30 mauaji ya Dr. Mvungi, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Lakini pia kuna habari ya michezo inasema Mama Samia jitwisha deni la TFF. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa gazeti la Tanzania Daima na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Tukimalizia katika magazeti ya Hard News, tuna gazeti la Majira ambapo katika ukurasa wa mbele limeandika uchaguzi wa bunge EALA kala moto, washindi CCM wapatikana, Chadema ngoma nzito, walalamikia figisu, Makongoro Nyerere yapigwa mweleka, na spika kuna viwango vya wagombea. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Habari nyingine sema Magufuli mwapisha Kitila Mkumbo na wenzake Ikulu, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Kukosekana hospitali za wilaya kuleta shida kwa wagonjwa, ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 2. Lakini pia mashahidi 30 kutoa ushahidi kesi ya mauaji ya Dr. Mvungi, haki elimu anika changamoto za elimu bure. Lakini pia kuna habari inasema Mwakembe akerwa ya Serengeti Boys. Ni habari hizo
zote kwa siku ya leo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti la Majira. Tukiingia katika magazeti ya udaku kwa siku ya leo, tuna gazeti la Amani peke yake, ambapo gazeti hili kama mnavyoona katika ukurasa wa mbele kuna habari tu nyingi za udaku, lakini pia katika ukurasa wa nyuma kuna habari tu nyingi za udaku, na habari hizi zote kwa siku ya leo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti la Amani. Magazeti ya michezo kwa siku ya leo, tuna gazeti la Mwanaspoti pamoja na gazeti la Bingwa, ambapo gazeti la Mwanaspoti limeandika mkimtoa Mavugo au wajibu na sign. Ni habari hiyo ambayo ni kubwa kabisa ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa ndani wa gazeti la Mwanaspoti. Vile vile kuna habari inayosema Yanga ya wachezea akili wa Arabu. Ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mwanaspoti. Habari nyingine inasema nyie mnaoandamana mmemsikia Wenga. Ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi. Chelsea inapiga Arsenal kicheko, na pia kuna habari inasema Kombe Oku alikuwa analipwa kawaida tu. Na katika ukurasa wa nyuma gazeti hili la Mwanaspoti kuna habari inasema Chelsea inapiga Arsenal kicheko, na ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa kirefu zaidi katika ukurasa huu wa nyuma wa gazeti la Mwanaspoti. Na tukiliangalia gazeti la Bingwa pia kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema jopo la makocha la suka Yanga mpya. Ni habari kubwa hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa pili, lakini katika ukurasa huo wa pili kuna habari inasema Simba kusaka pointi 15 za jasho la damu. Ni habari hiyo ambayo kama nilivyosema inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Bingwa. Yanga wakifanya haya wataifunga MC Alger. Ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa 12. Pia kuna habari za kimataifa zinazosema Zlatan kubaki Old Trafford kwa masharti. Ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa 23, na pia katika ukurasa wa 9 kuna habari inasema Ronaldo asema Hazard akitua naondoka. Katika ukurasa wa nyuma gazeti hili la Bingwa kuna habari inasema acha zako Ferdinand amva Mourinho amtaka kuacha udikteta. Ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa 23. Messi awapotezea wanaochonga. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa 23, lakini pia ukimgusa tu huyu mrembo Tauga Vitasa. Ni habari ya burudani hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili la Bingwa. Habari nyingine inasema dau la Aubameyang la kimbiza Milan, lakini Ibrahimovic kubaki Man U kwa masharti. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Bingwa. Na kwa siku ya leo tumefikia mwisho katika uchambuzi wa magazeti, lakini kwa habari za uchambuzi wa magazeti unaweza kuungana na mimi kwa siku ya kesho, ambapo pia kwa habari nyingine unaweza kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina la Millard Ayo. Vile vile usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Millard Ayo. Mimi jina langu naitwa Alice Tupa.